Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mtazamaji, niite King Nyorobi, niko na Hekima Mwasipu, wakili, msomi na mwanasheria nguli hapa nchini kwetu Tanzania. Mwasipu, leo kumekuwa na shauri ambalo limetolewa amri ya mahakama pia kuhusiana na kesi ambayo ilifunguliwa na Issa pamoja na wenzake kuhusiana na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hasa kuhusiana na kuidharau mahakama. Nini ambacho kimetokea na neno lako kuhusiana na kesi hiyo? Ni kweli leo kesi hiyo ilikuwa inakuja kwa ajili ya uamuzi wa aidha viongozi wa chama akiwepo makamu mwenyekiti pamoja na wadau wengine akiwepo katibu mkuu, endapo kama walikiuka amri ya mahakama au la. Lakini itakumbukwa vile vile kwamba tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu Mahakama Kuu chini ya Jaji Mwanga ilitoa amri ya wajibu maombi wawili ambao ni katibu mkuu pamoja na bodi ya wadhamini kwamba hawaruhusiwi kujihusisha na shughuli za kisiasa ili shughuli za kisiasa mpaka hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa, sababu kuna kesi ya msingi ambayo mpaka sasa inaendelea pale Mahakama Kuu. Baada ya amri hiyo viongozi wakaanza kuambia wanachama wao pamoja na viongozi wengine wa matawi wa mikoa kwamba anayehusika na amri hiyo ni watu wawili tu, kwa maana ya board pamoja na katibu mkuu. Wengine wote wanaruhusiwa kuendelea kufanya shughuli za chama. Sasa kauli hiyo ikaonekana ni ukiukwaji wa amri ya mahakama. Sasa waleta maombi kwa maana Said Issa na wenzake wakafungua maombi mahakamani kuomba mahakama kwamba makamu mwenyekiti, katibu mkuu pamoja na maafisa wengine ambao wametajwa kwenye hayo maombi wanatakiwa kukamatwa na kufungwa gerezani kwa sababu wamekiuka amri ya mahakama ya tarehe 10 mwezi wa 6 2025. Maombi hayo yalikuja mahakamani, sisi tukapeleka pingamizi na tarehe 28 mwezi wa 10 siku moja kabla ya uchaguzi maombi hayo yakasikilizwa. Na tuweka mapingamizi 4. Baada ya kusikilizwa maombi hayo mapingamizi pamoja na maombi ya msingi, mahakama ikapanga leo kwa ajili ya uamuzi. Kwa tumefika leo mahakamani, mahakama imetoa uamuzi, ikaonekana kwamba maombi hayo yako nje ya muda, yamefunguliwa nje ya muda. Sasa kwa nini mahakama imesema maombi hayo yamefunguliwa nje ya muda? Kwa mujibu wa sheria ni kwamba maombi ya namna hiyo yanatakiwa kufunguliwa ndani ya siku 60 kutoka tarehe ambayo jambo linalolalamikiwa limetokea. Sasa waleta maombi wanalalamika kwamba makamu mwenyekiti John Heche tarehe 16, maana yake siku 6 baada ya tarehe 10 mwezi wa 6 huo 2025, makamu mwenyekiti alitoa notice, taarifa kwa vyombo vya habari kwamba kesho yake tarehe 17 ataongea na wanachama nchi nzima. Na kweli ilipofika tarehe 17 akaongea na wanachama kutoa ufafanuzi ya amri ya mahakama inasema nini. Baada ya kutoa ufafanuzi huo, ndio hapo sasa wenzetu au upande waleta maombi wakaona kwamba makamu mwenyekiti pamoja na viongozi wengine wamekiuka amri ya mahakama. Sasa ukihesabu kuanzia tarehe 17 mwezi wa 6 mpaka tarehe 3 mwezi wa 10 maombi hayo ya kuwataka wakamatwe na kufungwa gerezani, unapata siku 106. Zimepita zile siku ngapi? 60 kwa mujibu wa sheria. Na ndio tulifika leo mahakamani, mahakama ikasema kwamba maombi haya yako nje ya muda, kwa hiyo yanatupiliwa mbali. Ndio kicho jilio mahakamani. Okay, sawa. Baada ya hilo nini kinaendelea? Baada ya hilo sasa kwa maana ya maombi ya kudharau mahakama hayo hayapo tena mahakamani. Imebaki kesi ya msingi ambayo iko kwa Jaji Mwanga, ambayo hiyo kesi ya msingi kuna malalamiko kama 3 hivi kwamba Said Issa na wenzake wanalalamika kwamba kuna mgawanyo usiosawia wa mali za chama na kuna ubaguzi wa kijinsia kwenye chama kwa maana upande wa Zanzibar na upande wa bara. Lakini vile vile kwamba kuna kauli ambazo viongozi wamekuwa wakizitoa za ubaguzi kwa maana Zanzibar na bara. Sasa hizo ndio hoja za msingi ambazo ziko kwenye kesi ya msingi. Sasa tumeweka pingamizi vile vile kwenye kesi ya msingi kwamba hoja ambazo wao wanazilalamikia ni hoja za kikatiba, sababu ni swala la muungano, yani hoja za kimuungano Zanzibar na bara. Sasa tumeweka pingamizi kwamba walitakiwa wafungue kesi ya kikatiba, sio haya maombi kama yaliyota mahakamani. Kwa hiyo tumesikilizwa kwa njia ya maandishi
na kesi inakuja tarehe 1 kwa ajili ya kutajwa ili kuangalia je tumetimiza matakwa ya amri ya mahakama, kwa maana upande wetu umeshajibu, wao wameshajibu, tumeshaandika submission zetu, na upande wa waleta maombi nao wameshajibu, ili mahakama iangalie nyaraka ziko sahihi mahakamani then ipange tarehe ya hukumu. Okay. Yes. Sawa. Kwenye kesi hiyo ya mgawanyo wa mali tumeona pia Mheshimiwa Lissu ameomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo. Tunadhani kwamba inaweza ikaleta nguvu kiasi gani? Ameomba, ni kweli ameomba kuunganishwa katika shauri hiyo. Italeta nguvu kwa sababu ni mwenyekiti wa chama naye ana maslahi kwenye kesi hiyo. Kama wakati huo kitujibu hapo, tuambie kwa nini hakuunganishwa mwanzo na sasa imeonesha. Tulikuwa tunajadiliana na sisi mawakili wake, sasa hivi yuko mahabusu na hakutaka kuunganishwa peke yake. Viongozi wengi wanataka kuunganishwa, vile makamu mwenyekiti naye anataka kuunganishwa, lakini tukajadiliana kwa sababu kwamba mwenyekiti aunganishwe kwenye ile kesi, aombe kuunganishwa kwenye ile kesi, ili sasa naye akaeleze juu ya kinacholalamikiwa, ukweli wa juu kinacholalamikiwa. Je, kweli kuna ubaguzi wa kijinsia? Je, kweli kuna ubaguzi wa rasilimali kwa maana ya upande wa Zanzibar na bara? Na je, kweli kuna kauli za viongozi ambazo zimekuwa zikitolewa zenye nia ovu ya kuvunja muungano? Ndio hoja ambazo za msingi Mheshimiwa Lissu naye anataka kwenda kuongea ukweli wa hayo mambo, wa hizo hoja, kama upo au haupo. Tumeona watu wengi wamefurahishwa na swala hili. Wewe ni mwanasheria nguli na unafahamu mambo mengi ya masuala ya kisheria. Unadhani hili linatija kwa kiwango gani na kwa nini watu wamelifurahia? Jambo gani ambalo wamefurahia? La Lissu kutaka kuunganishwa kwenye kesi hiyo. Ifahamike kwamba yeye ndio mwenyekiti wa chama na ndio msemaji wa chama. Sasa kama mwenyekiti wa chama na msemaji wa chama, wanachama wana haki ya kufurahia mwenyekiti wao kuunganishwa kwenye kesi. Kwa hiyo sio jambo dogo, ni jambo zito. Sio wenyewe tumefurahi mwenyekiti kuweza kuingia kwenye hiyo kesi ili ukweli ukajulikane. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.